Je, umewahi kufikiria kwamba mti unaokupa kivuli nyumbani unaweza kuwa pia daktari wako wa karibu? Je, unajua kwamba tunda la embe unalokula kwa raha lina virutubisho vinavyoweza kuimarisha kinga ya mwili, kulinda macho, kusaidia ngozi na hata kusaidia afya ya moyo? Na je, ulijua kwamba si matunda tu, bali hata majani, magome na mizizi ya mwembe yametumika kwa karne nyingi katika tiba asili duniani? Leo nitakufunulia siri za mwembe ambazo wengi wanakula matunda yake lakini hawazijui faida zake kubwa kiafya. Mwembe ni miongoni mwa miti yenye thamani kubwa katika maeneo ya kitropiki duniani. Kisayansi hujulikana kama Mangifera indica. Katika tamaduni nyingi za Asia na Afrika, mwembe umeheshimiwa si tu kwa matunda yake matamu bali pia kwa mchango wake katika afya ya binadamu. Wataalamu wa lishe wamebaini kuwa karibu kila sehemu ya mwembe ina misombo mbalimbali yenye manufaa ya mwili. Leo tutazungumzia matunda ya mwembe, majani ya mwembe, magome na mizizi ya mwembe na tahadhari muhimu za kiafya. Tukianza na matunda ya mwembe na thamani yake ya lishe, matunda ya mwembe ni hazina ya virutubisho. Yana vitamin A, vitamin C, vitamin E, potassium, madini mbalimbali, nyuzi lishe yani fiber, vioksidishaji yani antioxidants. Lakini faida zake ni kuimarisha kinga ya mwili. Vitamin C iliyopo kwenye embe huchangia uzalishaji wa seli za kinga zinazosaidia mwili kupambana na maambukizi. Ndio maana kula embe kwa kiasi kunaweza kusaidia mwili kuwa na uwezo mzuri wa kujilinda dhidi ya magonjwa mbalimbali. Faida ya pili, hulinda afya ya macho. Embe lina kiwango kikubwa cha vitamin A. Vitamini hii ni muhimu kwa uoni mzuri, afya ya retina na kupunguza hatari ya matatizo ya macho yanayohusiana na upungufu wa vitamin A. Faida ya tatu ya tunda la embe, husaidia afya ya ngozi. Vioksidishaji vilivyomo kwenye embe husaidia kupambana na madhara ya chembe huru zinazochangia kuzeeka kwa ngozi. Matokeo yake ni ngozi yenye afya na muonekano mzuri zaidi. Faida ya nne ya tunda la embe, husaidia mfumo wa umeng'enyaji. Nyuzi lishe zilizomo kwenye embe huchangia kupunguza tatizo la choo kigumu, kuboresha harakati za utumbo na kusaidia afya ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tuangalie sehemu ya pili ya mwembe ambayo ni majani. Watu wengi huyatupa au huyapuuza majani ya mwembe, lakini katika tiba asili majani haya yametumika kwa muda mrefu. Majani yana kemikali asilia mbalimbali zenye shughuli za kibiolojia. Matumizi ya kiasili: katika baadhi ya jamii majani ya mwembe hutumika kwa kutengeneza chai za asili. Matumizi ya kitamaduni katika kudhibiti baadhi ya matatizo ya afya. Baadhi ya tafiti zimeonyesha uwezo wa misombo yenye uwezo wa kupambana na uchochezi wa vioksidishaji mwilini. Hata hivyo, matumizi ya kitabibu yanahitaji ushahidi zaidi wa kisayansi na ushauri wa wataalamu wa afya. Tuangalie sehemu ya tatu ya mwembe ambayo ni magome na mizizi. Hii ndio sehemu ambayo watu wengi hawaijui kabisa. Katika tiba za jadi, magome na mizizi ya mwembe vimetumika kwa karne nyingi katika maeneo mbalimbali duniani. Misombo iliyopo katika sehemu hizi imevutia watafiti kutokana na uwezekano wa kuwa na shughuli za kupambana na baadhi ya vijidudu, kupunguza uchochezi na kuwa na vioksidishaji. Katika jamii nyingi za jadi, magome au mizizi hutayarishwa kwa njia maalumu na kutumika kwa madhumuni tofauti ya kiafya. Lakini ni muhimu kufahamu kwamba matumizi ya mizizi au magome bila ujuzi sahihi yanaweza kuwa na madhara. Si kila tiba ya jadi ni salama kwa kila mtu. Mwembe na afya ya moyo. Moja ya faida zinazovutia zaidi ni mchango wa embe katika afya ya moyo. Potassium na vioksidishaji vilivyomo kwenye matunda ya mwembe vinaweza kusaidia kudhibiti shinikizo la damu, kuboresha afya ya mishipa ya damu na kupunguza athari za msongo wa oxidants mwilini.
Afya ya moyo hujengwa kwa mtindo mzima wa maisha, lakini lishe bora ikiwemo matunda kama embe inaweza kuwa sehemu ya mchango. Tahadhari muhimu: ingawa embe ni tunda lenye manufaa mengi, lisiliwe kupita kiasi. Watu wenye matatizo maalum ya kiafya watapaswa kushauriana na wataalamu wa afya. Matumizi ya mizizi, magome na majani kama dawa yafanyike kwa tahadhari na kwa ushauri wa wataalamu wenye ujuzi. Kumbuka, asili ina dawa nyingi, lakini matumizi sahihi ndio huleta manufaa. Hitimisho: mwembe si mti wa kivuli tu, si mti wa matunda tu. Ni miongoni mwa miti ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia manufaa mengi kwa mwanadamu. Matunda yake yanarutubisha mwili, majani yake yamekuwa sehemu ya tiba za jadi, magome na mizizi yake yamekuwa yakitumika kwa karne nyingi katika tamaduni mbalimbali. Hii inatukumbusha kwamba mara nyingi hazina kubwa za afya zipo karibu nasi, lakini hatuzitambui. Afya yako